Leo kwenye maktaba tutazungumzia kuhusiana na Ijumaa Kuu. Inawezekana unajua, lakini natamani ujue zaidi. Maana Ijumaa Kuu ni moja ya siku muhimu zaidi katika imani ya Kikristo. Ni siku ambayo Wakristo duniani kote hukumbuka mateso, kusulubiwa na kifo cha Yesu Kristo msalabani. Ingawa ni siku ya huzuni na tafakari, pia ni siku yenye ujumbe mkubwa wa upendo, msamaha na tumaini. Kwa Kristo wa leo, Ijumaa Kuu si kumbukumbu tu ya tukio la zamani. Ni siku inayokumbusha maana halisi ya maisha ya Kikristo na thamani ya sadaka ambayo Yesu aliitoa kwa ajili ya mwanadamu. Sasa kwa nini Ijumaa Kuu ni muhimu? Ijumaa Kuu ni muhimu kwa sababu ndiyo siku ambayo Yesu Kristo alitoa maisha yake kwa ajili ya uokovu kwa mwanadamu. Kulingana na Biblia, Yesu aliteswa, akadharauliwa, akapigwa, hatimaye akasulubiwa msalabani ili kubeba dhambi za mwanadamu. Sasa kwa Kristo, tukio hili linaonyesha kwamba Mungu aliwapenda wanadamu kiasi cha kumtoa mwana wake wa pekee ili awaokoe. Kifo cha Yesu Kristo hakikuwa mwisho wa maisha yake, bali kilikuwa mwanzo wa ushindi dhidi ya dhambi na mauti. Wakristo wengi huamini kuwa kupitia msalaba mwanadamu alipata nafasi ya kusamehewa na kurudishwa katika uhusiano mzuri na Mungu. Sasa mateso ya Yesu na ujumbe wake ni upi haswa? Unaambiwa kabla ya kusulubiwa, Yesu alipitia mateso mengi. Alisalitiwa na mmoja wa mwanafunzi wake, akakamatwa, akahukumiwa bila kosa, akachapwa viboko na kuvikwa taji la miiba. Kisha alibeba msalaba wake hadi mahali pa kusulubiwa. Ingawa alipitia maumivu makubwa, Yesu hakulipiza kisasi wala kulaani wale waliomtesa. Badala yake alisema, Baba, wasamehe maana hawajui walitendalo. Forgive them, Father. They don't know what they do. Maneno haya yanatufundisha kwamba msamaha ni nguvu kubwa kuliko chuki. Katika dunia ya leo yenye migogoro, majeraha ya moyo na visasi, mfano wa Yesu Kristo unatukumbusha Wakristo umuhimu wa kusamehe na kupenda hata pale inapokuwa ni vigumu. Upendo wa Yesu Kristo ulionekana msalabani. Msalaba ni ishara kubwa ya upendo katika Kristo. Yesu hakufa kwa sababu alishindwa, bali kwa sababu aliamua kujitoa kwa ajili ya wengine. Alitoa maisha yake ili wanadamu wapate uzima. Kwa Kristo leo, hii ni fundisho muhimu kwamba upendo wa kweli unahusisha kujitoa. Wazazi hujitoa kwa watoto wao, marafiki hujitoa kwa wenzao, na viongozi bora huwatumikia wengine kwa moyo. Ijumaa Kuu hivyo inawafundisha Wakristo kuwa na maisha yenye maana, sio yale ya kujifikiria binafsi tu, bali yale ya kujali na kuwasaidia wengine. Ijumaa Kuu ni siku ya tafakari. Katika makanisa mengi, Ijumaa Kuu huadhimishwa kwa utulivu mkubwa. Hakuna shangwe nyingi, nyimbo huwa za polepole, na waumini hutumia muda mwingi katika maombi na kutafakari. Hii ni kwa sababu siku hiyo inawakumbusha watu kujiuliza maswali muhimu. Je, ninaishi maisha yanayompendeza Mungu? Je, ninawapenda na kuwasamehe wengine? Je, nina moyo wa kujitoa kama Yesu? Na je, nina imani hata ninapopitia majaribu? Kwa njia hii, Ijumaa Kuu huwa nafasi ya kila Mkristo kuangalia maisha yake na kufanya mabadiliko. Mafundisho ambayo Wakristo wa leo wanaweza kujifunza kutokana na siku ya Ijumaa Kuu. Alijitoa kwa ajili ya wengine, msamaha, utulivu, Yesu aliwasamehe mateso makubwa, unyenyekevu, akujitetea kwa kiburi, imani, aliendelea kumtegemea Mungu hata katika maumivu, tumaini, ingawa kulikuwa na huzuni, kulikuja ushindi wa Pasaka, kujitoa. Maisha ya kweli yanahitaji kujali wengine. Mafundisho haya ni muhimu sana katika familia, shule, kazi na jamii ya leo. Sasa, tofauti kati ya Ijumaa Kuu na Pasaka. Watu wengi huunganisha Ijumaa Kuu na Pasaka, lakini siku hizi mbili zina maana tofauti. Ijumaa Kuu hukumbusha kifo cha Yesu Kristo msalabani, wakati Pasaka hukumbusha ufufuo wake kutoka wafu. Kwa hiyo Ijumaa Kuu ni siku ya huzuni na tafakari, lakini Pasaka ni siku ya furaha na ushindi. Hata hivyo, siku hizi mbili haziwezi kutenganishwa. Bila Ijumaa Kuu, Pasaka isingekuwa na maana yake kamili. Hii ni Maktaba. Kwa
kwa siku ya leo. Naitwa Christian Ale.